Serikali ya Samia Suluhu imemfungulia kesi kubwa na hatari Mange Kimambi leo Mahakama Kuu ya Dar es Salaam. Mkakati wa kumsafirisha Mange Kimambi kutoka Marekani kumrejesha Tanzania kumwadhibu vikali waanza rasmi hatimaye. Bonyeza alama like kisha bonyeza neno subscribe na alama ya kengele chini ya video hii kabla ni kutaarifu ripoti hizi kwa kina na kwa undani zaidi. Kulingana na habari za hivi punde ni kwamba serikali ya Tanzania imemvalia njuga Mange Kimambi na kuamua kuanza rasmi mikakati ya kumwadhibu na kumrejesha Tanzania. Hali ya kisheria na kisiasa nchini Tanzania imechukua mkondo wa kushangaza leo na usio na kifani kufuatia uamuzi rasmi wa serikali ya Samia Suluhu wa kufungua kesi ya kiuchumi dhidi ya mwanaharakati maarufu mtandaoni Mange John Kimambi. Kesi hiyo iliyosajiliwa katika mahakama ya hakimu mkazi Kisutu chini ya kesi ya uchumi, na hatua hii imezua mjadala mkubwa na kuibua wasiwasi na maswali kuhusu diplomasia, haki za binadamu, msukumo wa kisiasa na uhuru wa kujieleza katika enzi za kidijitali. Kwa mujibu wa nyaraka ama barua za mashtaka kutoka mahakamani zinazosambaa mitandaoni kupitia vituo vya habari maarufu Tanzania, upande wa mashtaka unamtuhumu Mange Kimambi kwa makosa yanayohusiana na uhalifu wa kiuchumi, ingawa maelezo kamili ya mashtaka bado hayajawekwa wazi kwa umma. Shauri hilo litatajwa kwa mara ya kwanza mnamo Disemba tarehe 4 mwaka 2025 saa 5 asubuhi mbele ya hakimu Hassan Mahiri katika mahakama ya Kisutu jijini Dar es Salaam. Hii ni mara ya kwanza kwa serikali ya Tanzania ya Samia Suluhu kuchukua hatua rasmi na kali za kisheria dhidi ya mwanaharakati huyo Mange Kimambi aliyeko nje ya nchi. Licha ya takriban muongo mmoja wa kuwepo kwake mtandaoni bila kuficha na bila kukamatwa na polisi. Kwa miaka mingi Mange Kimambi amekuwa mtu mgawanyiko katika mijadala ya kisiasa Tanzania, huku akiweza kuwasha moto wa kisiasa mitandaoni na kukwepa jeshi la polisi. Mitandao yake ya kijamii imepata wafuasi wengi hivi katika miaka ya hivi karibuni, ambapo mara kwa mara anakosoa vitendo vya serikali ya CCM, kufichua madai ya utovu wa nidhamu na kuhamasisha vijana wa Tanzania kuhusu masuala ya uwajibikaji na pia kuwahamasisha kuandamana. Kwa wafuasi wake anawakilisha mtetezi asiye na uoga wa haki na uwazi, sauti inayozungumza kwa ujasiri pale ambapo wengi hawawezi. Kwa wakosoaji wake, hata hivyo, yeye ni kichochezi kinachovuruga utulivu, mchochezi anayeshutumiwa kwa kueneza habari potofu, kuchochea hasira ya umma na kudhoofisha usalama wa taifa. Uamuzi wa kumfungulia mashtaka kwa hivyo umezua shaka miongoni mwa wachambuzi wa masuala ya kisiasa, huku wengi wakisema kuwa wakati na asili ya kesi hiyo jijini Dar es Salaam vinapendekeza ajenda ya kisiasa. Wengine wanahoji kuwa serikali inajibu tu kiukaji wa sheria, wakidai kuwa uhuru wa kujieleza hauwezi kutumika kama ngao dhidi ya matokeo ya kisheria. Mgawanyiko huu umechochea mazungumzo ya kusisimua mtandaoni na nje ya mtandao, huku wananchi wakijaribu kutafsiri nia ya kweli ya serikali. Moja ya changamoto kuu katika kesi hii dhidi ya Mange Kimambi kutoka kwa serikali ya Samia ni ukweli kwamba Mange kwa sasa anaishi Marekani, na muhimu zaidi ana uraia wa Marekani, na haitakuwa rahisi kwake yeye kusafirishwa hadi Tanzania kwa kesi hiyo kubwa iliyofunguliwa. Chini ya sheria za Marekani, raia hawawezi kurejeshwa bila masharti magumu kutimizwa, ikiwa ni pamoja na ushahidi wa kuaminika, uhakikisho wa michakato ya haki ya kesi na uhakikisho kwamba mashtaka hayana msukumo wa kisiasa. Hii inazua mashaka juu ya uwezekano wa kumleta Tanzania kukabiliana na mashtaka yaliyowasilishwa dhidi yake licha ya kuwa raia halali wa Marekani. Wataalamu wa sheria wanasema Marekani inaweza kukataa kurejeshwa nyumbani kwa Mange Kimambi ikiwa itabainisha kuwa kesi hiyo inahusishwa na usemi wa kisiasa au inalenga kuwanyamazisha wapinzani. Washington huko Marekani kihistoria imechukua misimamo mikali dhidi ya kurejeshwa kwa watu wanaokabiliwa na mashtaka yanayoathiriwa na siasa, na kesi hii ina uwezekano wa kuchunguzwa kwa karibu chini ya lenzi hiyo ya Marekani. Kwa hiyo Tanzania ingehitaji kuonyesha kwamba mashtaka hayo dhidi ya Mange Kimambi yanakidhi viwango vya kisheria vya kimataifa, na kwamba haki za Mange Kimambi, ikiwa ni pamoja na utaratibu unaostahiki na uhuru wa kujieleza, zitaweza kulindwa Tanzania. Nchini Tanzania, wakati huo huo, kesi hiyo leo imeibua mjadala mpana wa kitaifa kuhusu nafasi ya wanaharakati mtandaoni na mipaka ya uhuru wa kujieleza.
Vijana wengi wanaofuatilia majukwaa ya Mange Kimambi wameelezea hofu kwamba hatua hii inaweza kuashiria kuongezeka kwa kutovumilia kwa serikali kwa upinzani wa kidijitali. Wengine wanaamini kuwa mchakato wa kisheria utatumika kama kipimo cha lazima cha uwajibikaji, wakisema kwamba takwimu za umma hazipaswi kuwa na kinga dhidi ya mashtaka kwa sababu tu wanaishi nje ya nchi. Mashirika ya kutetea haki za binadamu tayari yameanza kufuatilia kesi hiyo kwa karibu. Baadhi ya vikundi vinahoji kuwa kumtoza mwanaharakati ambaye hayupo, haswa ambaye ameikosoa serikali ya Tanzania, huinua bendera nyekundu kuhusu matumizi mabaya ya mfumo ya kisheria. Wanaonya kwamba vitendo kama hivyo vinahatarisha kuharibu sifa ya kimataifa ya Tanzania, haswa wakati ambapo umakini wa kimataifa juu ya uhuru wa kisiasa uko juu. Wachambuzi wa masuala ya kidiplomasia wanaona kuwa kesi hiyo inaweza kuzorotesha uhusiano kati ya Tanzania na Marekani ikiwa haitashughulikiwa kwa uangalifu. Najua unasubiri ni kuonyeshe chanzo cha ripoti hizi, na chanzo cha ripoti hizi ni kituo cha kuaminika maarufu nchini Tanzania cha Wananchi Forum. Kupitia mtandao wao wa kijamii wa Instagram, waliweza kupakia na kuandika ya kwamba serikali ya Tanzania imefungua rasmi kesi mpya ya uchumi dhidi ya mwanaharakati maarufu Mange John Kimambi ambaye kwa sasa anaishi Marekani na anamiliki uraia wa nchi hiyo. Waliweza kuweka gazeti hilo ambalo wanadai limeweza kutoka mahakamani jijini Dar es Salaam, likiweza kuonyesha kesi wakati wa kesi hiyo ambapo itaweza kusikilizwa. Mtazamaji, vile jaribio lolote la kuishinikiza Marekani kuwarejesha nyumbani bila sababu za wazi raia wake na za kisiasa linaweza kuzua mvutano wa kidiplomasia. Kinyume chake, kukataa kwa Marekani kufuata sheria hizo kunaweza pia kuchochea moto wa kisiasa nchini Tanzania, hasa miongoni mwa wananchi wanaoamini kwamba mwanaharakati huyo Mange Kimambi anapaswa kukabiliwa na haki kwa kauli zake. Wakati huo, wafuasi wa serikali wanasema kuwa serikali lazima itekeleze sheria zake mara kwa mara bila kujali eneo la mtu binafsi au raia. Wanadai kuwa harakati za kuvuka mpaka haziwezi kuruhusiwa kuvuruga utulivu wa kijamii au kudhoofisha taasisi za kitaifa. Kwao, kesi ya koti inawakilisha juhudi halali kudumisha uhuru katika enzi za kidijitali. Wakati tarehe ya mahakama ya Disemba 4 inakaribia, matarajio yanaendelea kuongezeka. Watanzania wengi wanatarajia shauri la awali litatoa mwanga kuhusu tuhuma hizo na iwapo serikali iko tayari kuwasilisha ushahidi wa kutosha. Usiri unaozunguka maelezo ya mashtaka umeongeza udadisi na tuhuma za umma kwa viwango sawa. Marekani bado imebaki kimya kuhusiana na kesi hii ya raia wao ambaye ni Mange Kimambi iliyofunguliwa nchini Tanzania. Vilevile, jumuiya ya kimataifa pia inafuatilia kwa makini kesi hii, huku waandishi wa habari, wanadiplomasia na makundi ya haki za binadamu yakichambua kila maendeleo. Wengi wanaamini kuwa kesi hiyo itakuwa kigezo muhimu cha kutathmini mwelekeo wa kidemokrasia wa Tanzania, hasa wakati nchi inapokaribia vipindi nyeti zaidi vya kisiasa. Wanasema kuwa uendeshaji wa kesi ya Mange Kimambi utafichua mengi kuhusu uvumilivu wa serikali kwa upinzani. Kwa sasa mahakama ya Kisutu imekuwa kitovu cha kitaifa, huku wengi wakitarajia mabishano ya kisheria ambayo yanaweza kudumu kwa miezi au hata miaka. Jinsi mahakama inavyoshughulikia kesi hii, kusawazisha sheria, siasa na shinikizo la kimataifa, itaamua iwapo Tanzania itaibuka na taasisi zilizoimarishwa au mabishano makubwa. Na wakati wananchi wanasubiri majibu, jambo moja liko wazi: kesi hii inahusu wanaharakati zaidi ya mmoja. Ni kuhusu mwelekeo wa nchi, maana ya haki na mipaka ya uhuru katika mazingira ya kisiasa yanayobadilika kwa kasi. Matokeo yoyote itakavyokuwa yataacha athari kubwa katika anga ya kidijitali na kisiasa ya Tanzania, uhusiano wake wa kidiplomasia na mazingira yake ya kisiasa. Mtazamaji, ripoti hizi zote ni kulingana na chanzo cha habari cha Wananchi Forum kupitia mtandao wa kijamii wa Instagram. Bonyeza alama like kisha bonyeza neno subscribe, alafu nijuze maoni yako kuhusiana na kesi hii inayodaiwa kufunguliwa dhidi ya Mange Kimambi. Vilevile like video hii na usubscribe kisha gusa kiboksi hicho kwenye screen yako kwa taarifa zaidi.